Wewe uliye haki, uliye mwenye haki, na uliye kila kitu, Bwana, unastahili milele. Asante kwa sababu ya alfajiri hii ya leo Bwana, ambaye imekupendeza tena tuendelee kuwepo juu ya uso wa nchi. Ninasema asante Bwana kwa sababu ya fadhili zako takatifu. Na Mungu wetu, Bwana wetu na Baba yetu, tumekuja kwako majira haya tukiomba tena neema yako na iwe pamoja nasi. Mungu mtakatifu, Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakuhitaji wewe na tunakuomba ukatulinde Bwana Yesu, ukazungumze nasi wakati huu. Tunahitaji kusikia neema yako tena, tunahitaji kusikia sauti yako tena, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, asubuhi ya leo acha uwepo wako Bwana uwe pamoja nasi mahali hapa. Tukufu wako Bwana ukatamalaki mahali hapa kipekee, in the name of Jesus, amen. Bwana Yesu asifiwe. Uniwie radhi kidogo ndugu yangu, na changamoto kidogo ya flu, kwa hivyo sauti pengine haiko kwenye ule utaratibu mzuri, lakini Mungu ni mwema kwa sababu nimekwisha kujua kwamba hakuna chochote cha kunitenga na upendo wa Kristo ulio na upendo wa Mungu wetu ulio katika Kristo Yesu. Kwa hivyo hata pamoja na hali hiyo tunaendelea, we keep moving. Hallelujah. Basi tumekuwa tukiendelea na tumekuwa kwenye kanuni ya 4, kanuni namba 4, ambayo iko kwenye mstari tuna kitabu kile cha Mathayo ambacho ndo basic tunachotumia kwa sasa. Ile sura ya 6, maneno mistari ambayo ndio ya msingi tunayoitumia, sura ya 6 mstari wa 9 kuendelea pale, lakini sisi tulisoma kuanzia mstari wa 8. Sisi tulisoma kuanzia mstari wa 8 pale. Na sasa tunaendelea, tumefika mstari wa 11, kanuni ya 5. Kanuni ya 5 katika kuwa kile ambacho Kristo Yesu ametaka au anataka. Kanuni namba 5 anasema hivi, utupe leo riziki yetu. Bwana Yesu asifiwe. Utupe leo riziki yetu. Sasa kumbuka, nitarudia wakati mwingine, sio sasa. Hapa kanuni ya 5 Yesu anasema kwamba kwenye kuendelea kwenu, kwenye kuomba kwenu, anasema kwenye kuomba kwenu ombeni. Yaani vipaumbele vyenu mojawapo ni kumwambia Mungu kwamba siku kwa siku utupe riziki yetu. Lakini tafsiri nyingine ya ndani kidogo ambayo Roho Mtakatifu anaitoa hapa, si tu kwamba ni kuomba Mungu kuhusu hii, lakini kubwa lililoko hapa ni kusimamia nafasi yako. Yesu asifiwe. Ni kuisimamia nafasi yako. Kama hauna mbegu kwenye ardhi, kama una mbegu ardhini, hakuna vile unaweza kutegemea mavuno. Nafikiri unanielewa. Kama hauna mbegu ardhini, huwezi kutegemea mavuno. Unayategemeaje? Yanatokeaje? Yani hakuna muujiza wa kutoa mavuno kama hujaweka mbegu ardhini. Atusaidie Mwokozi Yesu. So Yesu anaposema hivi ni kama anasema simamia nafasi yako, usiokaleta habari za uvivu, ufanye kazi. Na kama Yesu anazungumza kwa habari ya kufanya kazi, kwa hiyo cha kwanza, Mungu awe baba kwetu. Namba 2, tuishi kwa unyenyekevu mbele zake. Namba 3, tutawaliwe na yeye. Namba 4, tuliishi kusudi lake duniani. Namba 5, na kazi tufanye. Tunaendelea. Ujue hivi kwamba kazi haikuja baada ya Edeni. Working is not a part of punishment from God. No. Working is not a result of the sin in Eden. No. But working is the nature of a human. Ni moja kati ya jukumu ambalo ni asili ambayo Mungu alimuumbia mwanadamu kufanya kazi, kwa sababu kazi haikuja baada ya dhambi.
Kazi ilikuwepo baada ya dhambi, ilikuwepo hata kabla ya dhambi, haikuja baada ya dhambi. Kazi ilikuwepo hata kabla ya dhambi. Ndani ya Edeni, kitendo cha Adamu kuwekwa tu ndani ya Edeni, alipewa kufanya kazi. Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipewa afanye kazi, hakuna kukaa tu, ni kufanya kazi. Yesu na atusaidie sana. Kazi ni sehemu ya maisha yetu ambayo Mungu ametuumbia, na lazima tuifanye kazi, kwa sababu Mungu alituumbia hivyo tufanye kazi. It's very important kujua kufanya kazi ni sehemu ya maisha yetu, ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo narudia uelewe kwamba kazi haikuja baada ya Edeni, kazi haikuja baada ya dhambi. Kazi ilikuwepo hata kabla ya dhambi ya Adamu na Hawa Edeni. Kazi ilikuwepo hata kabla Hawa hajaumbwa. Kazi ilikuwepo kwa Adamu, tayari alipewa kazi. Isipokuwa kwenye eneo la kazi, matokeo ya dhambi ni ugumu wa kupata matokeo ya kazi. Nirudie, nasema hivi, kwenye eneo la kazi, tokeo la dhambi ni ugumu wa kupata matokeo au matunda ya kazi ya mikono yako. Hiyo ndio tokeo la dhambi kwenye eneo la kufanya kazi. Lakini kufanya kazi kama kazi ilikuwepo even before a sin in Eden. Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo ni muhimu sana tukaelewa. Yesu anasema utupe leo riziki yetu, pamoja na yote msibweteke, kumbukeni kufanya kazi. Ni kweli Mungu ni Baba, ni kweli wewe ni mnyenyekevu kwake sana, ni kweli unatawaliwa na yeye, ni kweli unaishi makusudi yake duniani. Hii haimaanishi usifanye kazi, no, fanya kazi, kwa sababu tayari toko duniani ambako kuna mfumo wa kazi. Tena mfumo wa kazi, Yesu na atusaidie sana, mfumo wa kazi upo. Kwa hiyo kufanya kazi kwa kila mtu bila kujali rika, ili mradi uko na uwezo wa kufanya kazi, fanya kazi. Hata kukaa tu, fanya kazi. So kaa tu kizembe kwa sababu wewe, hapana, unafanya kazi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15, neno la Mungu linasema hivi. Mstari wa 15 tusome peke yake. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden, ailime na kuitunza. Yesu asifiwe. So kwa habari ya kuilima na kuitunza bustani ya Edeni, hiyo ilikuwa jukumu la Adamu. Ngoja, jukumu la Mungu ilikuwa ni kutengeneza mahali Adamu atakaa, Edeni. Jukumu la Mungu ilikuwa ni kutengeneza mahali Adamu atakaa, na akamweka Adamu ndani ya hiyo place ametengeneza, akamweka ndani ya Edeni. Alipomweka ndani ya ile bustani, anamwambia wewe, kazi yako, kazi yangu mimi ni kukutengenezea mahali. Kazi yangu sio kuitunza, kazi yako wewe ni kutunza. Mimi nimetengeneza, wewe kazi yako ni kutunza. Lima, tunza, palilia mimea iliyopo. So we can see that kazi ilikuwepo even before sin in Eden. Kazi ilikuwepo. Kwa hiyo kufanya kazi, mtu asisingizie kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu kwa hiyo sifanyi kazi. No, Adamu ndiye mtumishi wa Mungu wa kwanza duniani, ndiye mtumishi wa Mungu wa kwanza duniani, na katika ule utumishi wake amepewa na kufanya nini? Kazi. Analitumikia kusudi ndani ya Edeni, ikiwa ni pamoja na kazi. Anafanya kazi za jasho, anafanya kazi za mikono, anafanya. So Mungu alimpa mwanadamu kazi tangu mwanzo, yani from the source. Mungu alitengeneza kazi. Nataka ujue ile biashara ya watu wanasema mimi ni mtumishi wa Mungu kwa hiyo siwezi kufanya kazi. No, we are still working and serving the Lord. Tunamtumikia Mungu na tunaendelea kufanya kazi zetu za kawaida za kutafuta hela.
kutafuta namna ambavyo watoto wataishi, kutafuta namna ambavyo familia zitaishi, kutafuta namna ambavyo sisi wenyewe tutapata mahitaji. Yesu natusaidie sana, kwa sababu hii Mungu aliiweka. Ingekuwa ni kwamba imekuja baada ya Edeni, tungesema sasa baada ya kupata neema na nini, hapa unaruhusiwa usifanye kazi. No, hii ilikuwepo even before Eden, before the sin, kabla ya dhambi ilikuwepo. Yesu natusaidie sana. Kwa hiyo kila upatapo nafasi na fursa ya kupiga kazi, piga kazi brother, fanya kazi kwa juhudi na bidii. Yaani kitu kinaitwa uvivu weka kando. Hata Mungu mwenyewe hataki uvivu. Hata Mungu hataki uvivu. Hata kwenye utumishi Mungu amekataa habari ya uvivu, kufanya kwa ulegevu. No, amekataa, hataki. So bidii inatakiwa. Na wale nawaambia watu, bidii ile unaweka kwa kazi zako za kawaida za kutafuta kipato, ile bidii unaweka, weka hiyo bidii kwenye kumtafuta Mungu, hiyo bidii, the same effort. Yesu asifiwe. Usanganye huku kalegea, huku ukawa na jitihada. Hapana. Yesu na atusaidie sana. Ni muhimu sana ukajua kazi imewekwa kabla hata ya dhambi. Kwa hiyo unaposema umeokoka sasa ni mtumishi, fanya na kazi, piga kazi, kwa sababu moja kati ya mambo ambayo yamewaharibu watumishi wengi sana ni kutegemea wanadamu. Ngoja nirudie. Yaani moja kati ya sababu za watumishi wengi kupoa na kuharibiwa kiroho ni kwa sababu ya kuwategemea wanadamu. Kwa sababu ataleta, hasa wakileta wana madudu wanayoyaishi, wanaishi maisha fulani ya madudu yasiyoeleweka, manyongo, maisha ya vidhambi. Lakini watumishi wengine wanashindwa kuwakemea. Kwa sababu gani? Wanawategemea wale kula, wanawategemea wasomeshe watoto humo. Inakuwaje? Kikumi kikipotea inakuwaje? No, nisikilizani, waambieni kitu. Ukiwa unafanya kazi, uko na ujasiri, uko na confidence kwamba hata kama unaleta mambo yako, bora usilete, lakini ukweli ni huu. Yesu asifiwe. Fanya kazi, uwe na kipato chako mwenyewe. Usikubali sana, sababu wanadamu wana tabia, wakiwa wao ndio unawategemea, wao ni kama kusema wao ndio sababu ya wewe kula, wanataka kutawale, watakuendesha na watakuondoa kwenye kusudi la Mungu, kwa sababu wanakudrive. Kwa nini? Wanajua kuna mahali wakibana utanyenyekea tu. Unaishi unategemea kikumi cha mtu kwa sababu anatoa milioni 1, milioni 2 anatoa. Unajiuliza, na mimi naomba niseme hivi, hiki tukieleweke. Watumishi wa Bwana, ufalme wa Mungu unajitegemea. Unapokuwa una fursa ya kufanya kazi kokote, kabiashara kokote, kahalali, fanya. Ufalme wa Mungu unajitegemea. Ile biashara, mtu mmoja, tumishi mmoja akasema, sasa na wachungaji tunachanganyikiwa kwa sababu hasa wanaotoa hela nyingi, wanaotoa sadaka nyingi ndio hao wanaishi vidhambi. Hasa tunafanyaje? Nifukuze CRDB kanisani, nifukuze NMB kanisani? Nisikiliza nikwambie kitu. Ufalme wa Mungu haujawahi kumtegemea mwanadamu. Haumtegemei mwanadamu. Kama umeamua kuwa mtumishi wa Mungu, umeamua kuwa mtumishi wa ufalme, simamia kweli ya Mungu pasipo kujali huyo mtu ambaye unanyoosha ukweli kwake ambaye utamuumiza. Haijalishi anakupaga nini, hapana. Nyosha ukweli. Kama mbingu haitakupa kupata lolote kwenye ile kazi yako, achana hiyo kazi, achana hiyo huduma, achana nayo, maana huo ni mtego utakao kupeleka jehanamu, wewe na kundi unaliongoza. Kama utaishi maisha ambayo huwezi kukemea dhambi, kwa watu ambao Mungu amekupa kuwaongoza, huwezi kuikemea dhambi, sasa kuna kitu unakula kutoka kwa hao watu. Kama itafika maisha namna hiyo, huduma achana nayo kabisa, haifai. Maana huo ni mtego utakuingiza jehanamu, wewe pamoja na kundi unaloliongoza. Haifai. Hakuna mtu ameletwa awe ATM huku anaishi dhambi. Hakuna mtu ameletwa awe NMB huku anaishi dhambi kanisani. Hakuna mtu ameletwa awe CRDB, Exim Bank
kanisani akiwa anaishi dhambi. Hakuna mtu wa namna hiyo. That's a trap, demonical. Huo ni mtego wa kishetani. That's satanic trap. Sikubali. Huo mtego wa kishetani usikubali. Hapana. Yani analeta manyongo, analeta madudu, na kwa sababu anakuwa na ujasiri wa kufanya. Kwa sababu anajua wengine mpaka wanatamba, anasema mchungaji nimemweka hapa. Hai, umemweka hapa mchungaji? Lakini kwa sababu gani? Ameujua udhaifu wako. Tena ikiwezekana ukiwa na shida, usiombe washirika. Usiongee na washirika. Usiwaambie mchungaji wewe anatembea na kiatu kimepira. No. Usiwaambie washirika. Wala usiwahi kuwaambia washirika shida yako. Wewe piga simu kwa Baba mbinguni. Yeye anajua atakachofanya. Wachana na habari ya kuomba. Hapana. Najua ni kweli, inawezekana kweli uko kwenye changamoto, kweli una shida. Mwambie Mungu, hata kuambia watu, maana watakudharau. Tuambie watu, wewe ni mtumishi wa Mungu. Sema na ufalme uliokuajiri utakutetea. Kama unanielewa, narudia tena, watumishi wa Bwana, acheni hiyo habari ya kwamba sasa jamani mnaangalia hivi na mchungaji wetu. Hakuna hiyo biashara. Mchungaji wetu ni kweli kabisa. Lakini biashara hiyo usiwaambie washirika. Wewe piga simu mbinguni, Mungu ataamrisha ukawalete. Ndio maana wakati Elia analala chini ya mretemu, pamoja na majaribu yote, amelala chini ya mretemu, anatamani hata kufa, hali ni mbaya. Hakuwahi kutafuta mtu mmoja au kutuma ujumbe kwa Ahabu kwamba angalau nipate kamkate. Hakuwahi kufanya hivyo. Nini alifanya? Alitulia pale akimwambia Mungu, bora uniue, na Mungu akamletea chakula. Kama unanielewa, hiyo biashara ya kuomba watu, ikiwezekana ndugu yangu punguza. Kabisa, achana na. Sababu hiyo ndio inasababisha kwamba wanapokupa wanaanza kukukea limiti. Wewe mwenyewe unaanza kuwa na hofu kwao. Kama sio wao, watoto wangekuwa nyumbani. Hapana, mwambie Mungu. Mungu akiwatuma walete, wakileta una ujasiri, maana haukuwaomba. Una ujasiri. Akileta madudu unanyosha ukweli. Ndio. Yesu asifiwe. Biashara hiyo nyingine achana nayo. Mefika mahali kuna watumishi wa Mungu tuna compromise. Tufanye kazi na tupige tu kazi. Tufanyeni kazi. Hata kama ni kadogo, uwe na kwako kanakokulisha hivyo kadogo, ni kweli yako. Bwana atakaongeza, wewe fanya yako. Unless otherwise, kama Mungu amekuambia achana na kazi, na hata kama amekuambia achana na kazi, labda kama amekuzuia kabisa, mimi sitakataa kama Mungu amekuzuia. Lakini kama Mungu hajakuzuia, weka kabiashara kako pale, kaa kanisani. Muda ambao uko kanisani, nenda kasimamie. Fanya kazi, usikubali hivyo. Kwa sababu hiyo ndio kitu inasababisha washirika wanataka kukuendesha. Haifai. Unashinda kulitumikia kusudi liloitiwa kwa sababu unawaogopa watu, maana wanakupaga kitu. Haifai hiyo. Tumishi wa namna hiyo haifai. Yesu na atusaidie sana. If you want to keep the fire burning, we have to change. Pastors and bishops, we have to change. Pambana, fanya yako, fanya shughuli zako. Yesu na atusaidie sana. So, it's very important. Naomba uelewe hili. Mungu aliweka kazi hata before, hata kabla ya dhambi, Mungu alikuwa ameweka kazi zifanyike, na kwa sababu hiyo ni muhimu sana tukawa makini. Lakini kitabu cha Kumbukumbu la Torati, naomba nirudie kusema kwamba kazi ilikuwepo hata kabla ya dhambi ndani ya Edeni, lakini matokeo ya dhambi ni ugumu wa kupata matokeo ya kazi. Hiyo tu ndio ambayo imekuwa matokeo ya dhambi, lakini kazi ilikuwepo even before. Bwana Yesu na asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa hiyo tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 hapa. Tunapofikia mwisho katika asubuhi ya leo, tuko na changamoto kidogo fulani. So Mungu akubariki sana. Niombe tutaisoma kidogo tu sura ya 28 mstari wa 22, mstari wa 8. Anasema, Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako,
naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Naomba uishike hiyo, na Mungu akubariki sana. Wacha tukapata nafasi ya kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa sababu ya neema yako. Asante kwa fadhili zako Bwana ambazo ni nyingi mno katika maisha yetu. Jehova, libarikiwe jina lako takatifu, mfalme mtakatifu, Mungu wetu. Baba, tunasema asante kwa pendo lako, asante kwa sababu ya fadhili zako Bwana. Baba, tunakutukuza na kukuinua kwa kuwa peke yako wewe ni Baba, tena ni Mungu mfalme wetu. Tunasema asante kwa pendo lako katika asubuhi ya leo. Tumekuja kwako Bwana. Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu tena